Nashukuru ndugu mtangazaji kwa kuja hapa. Karibu sana. Asante sana. Okay. Hapo unapafahamu kwanza? Huku kwa kweli hapana. Muda sana huku nilikujaga nikiwa mtoto mno. Okay. Hapa ni Sheshi. Sehemu moja inaitwa Kamkori hapa. Ni ndani ya wilaya ya Bukoba vijijini, mkoa wa Kagera. Asante, niko hapa kuelezea historia ya maisha yangu tangu nazaliwa mpaka sasa hivi. Nimepitia changamoto nyingi na kila iliwezekanalo. Kubwa, mimi mwaka wangu wa kuzaliwa nilizaliwa mwaka 67. 1967 ndo mama na baba aliniweka hapa duniani. Baada ya kuzaliwa nilizaliwa na ugonjwa wa selimundu. Kwa nilikuwa sikui mdogo kila wazazi wangu walipambana kwenda kwa madaktari wa mitishamba, wale waganga wa kienyeji, ila kweli nilishindwa, kunipatia dawa. Sasa maisha yangu yalipo mdogo nikakuwa mpaka nafikisha miaka 7. Bila shaka nilikuwa na miaka 7 mwaka 78 wakati wa vita vya Kagera na Tanzania pale. Hapo sasa ndo changamoto ya maisha, nianze kuichukia dunia. Huku ni mgonjwa, huku ni vita. Okay, kabla ya hapo familia yangu tulizaliwa watu watatu. Mimi ni mtoto wa pili kwenye ile familia. Kuna wa kwanza ni dada yangu na anayemfuata ni msichana pia. Mimi ni kijana pekee kwenye ile familia. Nilikuwa napendwa wadogo zangu na baba pia. Vita vya Kagera vilifika mwaka 78 na 79. Mabomu yalikuwa yanapigwa kule wapi? Kiaka, kule Mtukula mpaka huko tunasikia. Wanapiga bomu linapigwa kule. Nyumba zilikuwa zimeanzikwa na nyasi. Nyumba inapeperuka yote. Unabaki umelala tu, una kumkamata baba yuko kule, mama yuko kule. Kweli ulikuwa ni wakati mgumu sana kuukabili, kwa sababu hizo miaka ilikuwa ni miaka ya aina gani sitakuja kuisahau maishani. Ilikuwa ni miaka ambayo ilikuwa ni mara njaa. Mwaka 74 ilikuwa ni njaa kubwa. Baada ya vita ikawafuata kipindi cha njaa? Hamna. Kabla ya vita sasa tulianza na njaa. Ile njaa ilipigwa ilikuwa miaka 3 hivi. Nakumbuka mwaka 74 nilikuwa akili zinaanza kuingia sasa. Okay. Mama alikuwa anapika yale mavisiki ya migomba vile. Tunakula, yani ujali chochote, yale magimbi yale sivyo, yani mgimbi anachimba mgimbi na analilaki ili mnalipika yote mnakula. Yani ilikuwa ni maisha magumu ambayo nikiangalia sasa hivi maisha ya sasa hivi ni mazuri sana. Kwa hiyo familia, baba, mama na wadogo zako watatu? Ndio. Ndio tulikuwa tunaishi pale nyumbani. Sikubahatika kumkuta mbabu wala bibi. Sikuwakuta. Nimekuta tu baba na ndugu zake. Alikuwa na ndugu zake wanne pale wamezunguka tu kanalio. Yani baba yupo katikati yao hivi. Au yuko amejenga kule yani. Kwa hiyo sasa baada ya hiyo njaa sasa baada ya hiyo njaa ya mwaka 74 ndo sasa tumekuja kwenye vita. Sema baada ya miaka 281 ndo nikapata pigo ambalo na yenyewe ilikuwa ni matatizo matupu. Baba yangu alikufa. Alifariki? Baba alifariki. Ilikuwa majonzi. Nakumbuka nilizimia siku nzima. Siku iliyo niamka kesho yake, unajua na malaria hakuwepo na mawasiliano yoyote. Hakuwepo na mawasiliano. Kwa hiyo shangazi sio ameelewa kule wapi? Karagwe. Mbali. Alikuwa ni Karagwe kule. Sima ni Augustia kwendako. Ndio walituma watu walio kwa miguu. Mtu unatoka hapa Kamkori unaenda kwa miguu mpaka Karagwe. Walituma watu wakaenda kule kuwajulisha kina shangazi kwamba kuna msiba. Kwa mimi kipindi nazinduka ndio nilikuta wameshafika au shangazi wako kwenye maandalizi ya mazishi. Kwa hiyo sasa kifo cha baba, changamoto ilisababishwa na nini? Kifo kilisababishwa na nini? Kipindi kile kulikuwa na pombe. Walikuwa wanakunywa pombe za kienyeji sana.
Na siku moja akawa ameenda kule wanakopiga mapombe huko. Kuna jirani yake, ndugu yake alikuwa anapiga pombe, alikuwa anapika pombe. Kwa hiyo alifika kule, bila shaka alikunywa sana. Alikunywa. Na alipofika nyumbani hakula chochote. Mama alimlazimisha kula, akasema sana hamu ya kula. Kwa ndio kilikuwa kifo cha baba. Ndio kifo cha baba, ninavyofahamu vile, na mama alivyoniambia vile. Kwa sababu bila shaka nilikuwa bado mdogo, nilikuwa bado sijajitambua. Kwa unajua na ugonjwa siku seli ulivyo, ile selimundu. Yaani mtu unakuwa kama vile ukuya. Kwa hiyo ukuaji wako ulikuwa ulimkuta mama wewe kuja kupata fahamu? Yaani mimi nafahamu nilimkuta mama. Basi ndo alinilea mpaka nafika pale, nikawa na akili. Mama na wadogo zangu wale, dada na mdogo wangu yule mwingine. Kwa hiyo wadogo zako hawakuwa na ugonjwa wa selimundu? Hapana, wao sinashangaa kwa nini dada yangu akuugua, afu mimi ndo niliugua. Yaani siwahi kupata majibu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwenye familia una uzoefu labda kwamba unajua kwamba kuna kati ya baba au mama alikuwa na huo ugonjwa au ndugu wa baba? Hapo sijajua historia yetu, lakini kiufupi nikiongea na mama, nipomuulizia mama kwa nini huu ugonjwa nitoka wapi, akasema alivyokuwa anaolewa alimkuta babu anayemzaa baba. Mwenyewe alikuwa kafuani kaeleweki, kafupi hivi kama mimi, yani akakui. Kwa hiyo inawezekana yeye ndo alikuwa ameugua hiyo selimundu. Kwa sikuwahi kupata majibu ya moja kwa moja kwa baba, sikumkuta. Kwa hiyo baada ya kifo cha baba kilichofuatia ni kipi baada ya mazishi? Baada ya mazishi tuliendelea na maisha kama kawaida. Nilikuwa na 14 hivi, sema na mmoja bila shaka. Tuliendelea na maisha ya pale, mambo ya kwenda shule ya kuwepo. Mtu kuna vita vilikuwa vinapigwa, mtu anaruhusuje kwenda shule. Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nachunga tu pale mbuzi, naenda malishoni, narudi. Hivyo siku zikawa zinaenda. Mpaka zinafika mwaka baada ya miaka 3 ya nilikuwa na miaka 17 ndo dada yangu mkubwa aliolewa kule Muleba. Wakaleta posa, waleta, nakumbuka ilikuwa ni mbuzi mmoja jumla zile gongo. Kipindi hicho posa ni gongo na mbuzi. Walileta hilo, wakanywa wale wakina baba mdogo, walikunywa pombe. Yani nilikuwa najiuliza. Basi tukafurahia, tukasherekea, tukafanya harusi zile za kienyeji zile. Basi dadangu kama ameolewa hivyo, nilikuwa na mapenzi sana. Tukabaki sisi sasa watu watatu, mimi, mdogo wangu na mama. Na kweli mama alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na upendo wa dhati, alinilea kwa amani, na bila shaka alikuwa anatambua ugonjwa wangu. Kwa kazi ngumu nilikuwa sifanyi, nilidekezwa kama mtu wa mama. Basi kawa nimekomaa hivyo kwa miaka 20 hivyo, lakini ungeniangalia kama miaka 12 hivyo. Kulingana na ugonjwa wako sasa ulikuwa unauma. Alafu kuna baridi. Basi ikawa tumekaa hivyo watu wawili pale ndani, mimi na watu watatu, mimi, mdogo wangu na mama. Nikaenda tu kuchunga mbuzi. Nilikuwa na mbuzi wengi. Nilikuwa 30 na ngapi hivi sasa. Sikumbuki idadi, ila 30 na kwa naenda. Shamba la migomba hivyo. Sasa hivi nashangaa migomba imeisha, lakini migomba ilikuwepo kabla akajaja ule ugonjwa. Na kipindi hicho unakuta mbuzi mmoja shilingi 200. 150 kote. Shilingi 50. Yaani mbuzi mkubwa ilikuwa ni 100. Hapo ni mbuzi mkubwa sana. Au mbuzi mnaofuga lakini mnafaidi kwenye chakula. Ilikuwa ni nyama. Yaani kipindi hicho mbuzi akisiwa amefanya nini? Kula. Amefanya nini? Tulikuwa tunakula nyama. Yaani mama anachinja mbuzi. Tulikuwa kwenye jiko pale. Wameweka vichanja juu. Kwa hiyo wanachinja nyama, tunaweka kule juu. Kwa hiyo unavyojikadiria wewe. Hicho hapo sanja ndio imeshaisha, watu washaanza kujitafuta mdogo. Kwa hiyo vyakula vilikuwa tele, vilikuwa nalima na. Kwa hiyo sasa baada ya chakula kuwepo, mazingira nyumbani yakawa mazuri nini? Ilifuata nini sasa baada ya hapo? Baada ya hapo nilikuwa na miaka 20, nilikuwa na mpango kwamba nataka na mimi nioe. Lakini sasa na miaka 10 na ngapi, 10, yaani na miaka 20, lakini ungeniona kama mtoto.
nilikuwa nafikiria, je, wasichana watanikubali? Maana wasichana wa kipindi kile walikuwa ni wananizamu. Kwanza usingeanza kuchumbia, namwambia mama wana heshima sana. Wana heshima. Unaona usingeanza kwenda kuchumbia tu bure kama sasa hivi. Unampanga mama yako au mzee anaenda kuwapanga wengine wale, anaenda sasa kwenye familia ya yule binti, wanaongea na baba zake na mama yake, wanashughulikia yote. Kwa hiyo mama akawa amemwambia kina baba mdogo, akasema sawa. Atembaya mwaka 87 hivi. Mama sasa alipigwa na pogo. Mama akaumwa akawa mgonjwa. Nilimuuguza mama pale, tukaenda kwa madaktari wale watibu asili wale. Wapi? Manake maisha yakaanza sasa kwa sasa hapo mimi ndo nikawa kichwa sasa. Mama mgonjwa, mdogo wangu yupo, na yeye alikuwa anaelekea hivi, alikuwa na miaka 15. Mdogo wangu yupo hapo, bado hajaolewa. Mama kipindi anaugua, ila ameugua, walikuwa shaita posa pia. Mdogo wangu. Ya, wakawa wamemchumbia. Mama akawa ameugua, aliugua zaidi ya wiki mbili.